Nina miaka 57 leo. Miaka 57 sio umri mdogo. Nimeanza kushiriki uchaguzi Tanzania nilikuwa na miaka 27. Mwaka 95. Mimi nimegombea ubunge, nimetoka chuo kikuu mwaka jana. Nikagombea ubunge. Nikarudia tena na tena. Nikashinda tena. Lema amegombea mara ya kwanza sio miaka mingapi? 27 na yeye. Ameshiriki uchaguzi, ameshindwa na ameshinda. Ameshinda mara mbili. Sisi ndio watu wa kuogopa uchaguzi? Mimi nimegombea urais. Mimi ndio wakuitu kuambiwa naogopa uchaguzi? Hatuogopi uchaguzi. Tunataka haki. Tunataka uchaguzi uwe wa haki. Hatutaki uchaguzi ambao watoto wetu, ndugu zetu wanatolewa kafara. Chaguzi zetu siku hizi haziwezekani bila polisi kuua watu wetu. Hatutaki chaguzi za aina hiyo tena. Sasa nataka nieleze kidogo kwa sababu ni muhimu. Hivi ni masuala gani tunayotaka yabadilishwe? Tunaposema mabadiliko, ni mambo gani tunayoyataka? Mfumo wetu wa uchaguzi una dosari kuu zifuatazo ambazo tunataka ziondolewe. Dosari ya kwanza, mfumo wetu wa uchaguzi ni mfumo wa rais, na rais ni wa CCM. Kwa hiyo mwenyekiti wa CCM na CCM yake ndio wanaodhibiti mfumo wa uchaguzi. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ni mteule wa rais, na rais ni mama, au sio? CCM. Makamu mwenyekiti wa tume ni CCM kwa sababu ameteuliwa na mwenyekiti wa CCM. Wajumbe wote wa tume wameteuliwa na mwenyekiti wa CCM. Mkurugenzi wa uchaguzi ameteuliwa na mwenyekiti wa CCM. Wanaosimamia uchaguzi huku kwenye majimbo, mkurugenzi na watu wake ni watu wa CCM kwa sababu wanateuliwa na mwenyekiti wa CCM. Au nakosea? Mpaka watendaji wa kata wanaosimamia udiwani ni ma CCM watu. Wanaosimamia kwenye vituo vya kupigia na kuhesabia kura huko chini ma CCM watu. Ndio maana siku ya uchaguzi hawa mapolisi na hawa wasimamizi wote lengo lao linakuwa hili, kuhakikisha CCM inashinda. Hatutaki tena uchaguzi unaosimamiwa na ma-CCM kwa sababu hayatendi haki. Tunataka tume huru ya uchaguzi. Hilo la kwanza kabisa. Hatutaki tena huyu rais na CCM awe na mamlaka yoyote ya kuamua nani asimamie uchaguzi wowote wa nchi hii. La pili linahusu haki yako ya kupiga kura. Nyie wananchi mnafikiri mna haki ya kupiga kura, si ndivyo mnavyoambiwa? Mnapiga kwani? Kwani mnapiga? Hampigi kura. Kwa haki yenu ya kupiga kura imepuuzwa, na inapuuzwa kwa namna nyingi. Inapuuzwa kwa kupitia wagombea wanaopita bila kupingwa, na inapuuzwa kwa kuandikisha wapiga kura hewa kwa mamilioni. Ukiangalia mwaka jana waliandikishaje wale watu milioni 31 wanaodai waliwaandikisha? Wamechukua madaftari ya wakazi, wameandikisha kila mtu aliyekuwepo kwenye daftari la wakazi. Wakachukua madaftari ya sensa, wakaandikisha wote waliokuwa kwenye madaftari ya sensa. Mahali pengine wameandikisha mpaka waliokufa.
wameandikishwa wapiga kura, wengine wana miaka 5, wengine 10, wengine marehemu, wengine hawako kabisa, ni majina. Halafu wakati wa kupiga kura, unaona kila polisi kwenye kituo amebeba kabegi mgongoni. Kila mwenyekiti, msimamizi wa uchaguzi, mwalimu au nesi au nani anayekuja ana kabegi. Yule ambaye huwa havai buibui sio atakuja na buibui. Ukilifunua tu hivi kura feki tu. Unanielewa? Hizo hao wapiga kura feki ndio wanaokuja kujaza masanduku na kura za uongo siku ya kupiga kura. Na hiyo inatokea kwa sababu sheria ya uchaguzi imesema ni tume peke yake ndio yenye uwezo na mamlaka ya kukaa na kutunza daftari la wapiga kura. Sisi wa vyama vya siasa na wagombea hatuna haki ya kuchunguza tume ina nini. Na kwa sababu ni tume ya CCM inajaza daftari la wapiga kura na mamilioni ya wapiga kura feki. Tunataka daftari la wapiga kura liandikishwe upya na liandikishwe na tume huru, ili kusiwe tena na wapiga kura feki. Hilo jambo la ngapi? La pili. Jambo la tatu, kwenye uteuzi wa wagombea. Sasa hivi kuna ugonjwa kwenye chaguzi zetu, kuna ugonjwa unaitwa engua. Mwaka jana kwenye vijiji na mitaa huku ilikuwaje? Ilikuwaje hapa Masasi msipate mwenyekiti hata mmoja wa mtaa? Ilikuwaje msipate mwenyekiti hata mmoja wa kijiji? Kwa sababu wapinzani wote walienguliwa. Na ilikuwa hivyo nchi nzima. Anayeifanya hiyo kazi Mohamed Mchengerwa, mkwe wa mama. Au nakosea? Kwa hiyo tumepata sifuri kila mahali kwa sababu ya kuengua wagombea. 2020 wagombea kwa maelfu walienguliwa. Kwenye ubunge peke yake sisi wa Chadema tuliweka wagombea 244, wakaengua siku ya kwanza 63, tukapambana tukarudisha 28. Wagombea wetu 35 wakaishia kuenguliwa. Nchi nzima bunge letu hili la leo lina wabunge ambao hawajachaguliwa na wananchi wengi kuliko bunge lingine lolote tangu tumepata uhuru. Majaliwa hajachaguliwa, Nape hajachaguliwa, Mwambe hajachaguliwa, Spika Ndugai hakuchaguliwa, Kabudi hakuchaguliwa, wako kibao. Na madiwani ni hivyo hivyo. Madiwani 872 wakata hawakuchaguliwa. Zaidi ya 20% ya kata zote nchini wapita bila kupinga. Namna ya kuondoa huu ugonjwa wa kuengua wagombea wa upinzani ni kwanza kuweka kwenye katiba na kwenye sheria ya uchaguzi kwamba uchaguzi maana yake ni kuna wagombea wawili au zaidi. Kusiwe na uchaguzi wa mgombea mmoja hata kidogo. Sheria ikisema hivyo, katiba ikisema hivyo, watakoma kuengua wagombea. Na sheria iseme kwamba kama mgombea amekosea kujaza fomu, tunaambiwa hatujui kujaza fomu, tunaambiwa hatujui kuandika majina yetu. Kama umekosea kuandika jina, hivi ni kosa lisilorekebishika hilo? Kama umekosea muhuri wa chama, huwezi ukaambiwa karekebishe huo uweke muhuri sahihi. Haiwezekani. Ukapewa siku moja au 2 kurekebisha kosa. Haiwezekani. Mbingu zitashuka chini kwa sababu umeambiwa ukarekebishe kosa la kwenye fomu ya uchaguzi. Kwa sheria iseme hakuna kuengua wagombea tena.
uchaguzi wa mtu mmoja tena. Uchaguzi manake kuna wagombea zaidi ya mmoja. Hilo ni jambo la ngapi? La tatu. La nne, fujo tunazofanyiwa wakati wa kampeni na mapolisi na usalama wa taifa na ma-DC na wakuu wa mikoa na maafisa tarafa na watu wa CCM. Fujo tunazofanyiwa. Mimi nimegombea urais, nilikataliwa kuja kufanya mikutano ya kampeni kanda ya Kusini. Kusini yote sikukanyaga. Kwa sababu gani? Kwa sababu Magufuli hakukanyaga. Magufuli alikuwa na sababu ya kutokuja huku, ya kuogopa kuja huku. Aliwaleteeni jeshi likawanyang'anya korosho. Mimi kwa sababu Magufuli hawezi kuja, wakaamua na mimi nisije. Nimekwenda kufanya mkutano Kilwa Kivinje, nilipigwa mabomu ajabu. Nikakwepa kanda yote, Lindi, Mtwara, nilizuiwa kabisa. Ni uchaguzi wa aina gani? Nimepigwa mabomu kwenye mikutano mingine mitatu, nikazuiliwa kufanya kampeni siku 10. Na sio mie peke yangu, kila mgombea wa upinzani mwenye uwezo wa kuishinda CCM alifanyiwa vurugu ajabu. Na wanaofanya vurugu ni hawa wanaopaswa kutulinda, kwa sababu wanaambiwa. Na mnaona wenyewe, hata mkutano tu wa kawaida huu, mkuu wa wilaya anafanya mkutano mahali pengine pale. Wewe bwana afande OCD, ni utaratibu gani? Kuna mkutano wa hadhara hapa, DC anafanya mkutano wa hadhara mita 100 au 200 kutoka hapa. Huo ni utaratibu wa wapi? Ni utaratibu wa wapi? Mnaruhusu DC anazungumza, tumewapa taarifa ya mkutano, alafu DC anatuma watu wanasema mkutano wa Chadema hautafanyika, wameahirisha, na mapolisi mpo. Huo ni utaratibu wa wapi? Sasa kwenye kampeni ni mbaya zaidi, kwa sababu mapolisi wanatuumiza, usalama wa taifa wanatuumiza, watendaji wanatuumiza. Tunataka fujo hizo zikome. Hizo fujo za kampeni zikome. Hilo jambo la ngapi? La 4. La tano, ndugu zangu, na nyie mnafahamu, wala sizungumzi mambo msioyajua. Wakati wa uchaguzi, inapofika siku ya kupiga kura, mawakala inakuaje? Mawakala wa upinzani inakuaje? Kuwaapisha kabla ya kutolewa, kuwaapisha ni vita na mkurugenzi. Mkurugenzi kupeleka majina vituoni ni vita. Kuingia vituoni ni vita, hata kama wana barua za utambulisho ni vita. Kukaa vituoni mpaka mwisho vita. Kupata matokeo vita. Na hiyo yote ni kwa wapinzani tu. Ni uchaguzi wa aina gani? Tunataka sheria ya uchaguzi iseme kama hakuna wakala wa chama chenye mgombea, uchaguzi usifanyike kwenye hicho kituo. Uchaguzi ufanyike iwapo tu kuna mawakala wote. Unanielewa jamani? Ili tutendewe haki wote. Kama kuna mawakala wa kila upande, hakutakuwa na kura za wizi. Hilo ni la ngapi? La 5. La 6. Siku hizi matokeo yanatangazwa kwa mtutu wa bunduki. Au nakosea?